Ndini katika kampeni tu za jicho fichuzi hapa kukufichulia tu kitakachokuwa kikitendeka tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Tunazungumzia mwaka wa 2027, siku ambayo Wakenya tutakuwa tukifanya maamuzi yanayofanyika baada ya kila miaka mitano, ili kuweza kuangalia viongozi tutakao waweka katika afisi ili kuweza kutushughulikia sisi ambao hatuwezi toshea bungeni, sisi ambao tutatoshea pale seneti, sisi ambao tutatoshea pale Ikulu, sisi ambao hatutatoshea katika afisi za gavana pale katika kaunti zetu, sisi ambao hatutaweza kuwa ndio sisi akina mama wale wateule ama akina tunawaita women rep ama MCAs, sisi hatutakuwa katika hali hiyo. Kwa hivyo sote tunapaswa kufanya nini? Kitu kimoja tunapaswa kuwa naye, kumbuka kwamba kuna msemo unaoendelea katika miji yetu na katika nchi yetu, inasema nini? Mimi nipo kadi ama niko kadi. Je, wewe uko kadi? Nazungumzia hili ili kuweza kufumbua tu macho ya ndugu zetu Gen Z na jamaa ambao labda walipiga kura katika eneo fulani, na sasa wameshagura, wamekwenda katika maeneo mengine, wameenda katika kaunti nyingine, wameenda katika eneo bunge la kwingine, na sasa lazima ataweza kufanya hivyo. Kwa hivyo kuna kitu kinachoendelea ambacho ni kwamba lazima tutakuwa tukibadilisha kura zetu, tutakuwa tukibadilisha hizo kura ili kuweza kujiwajibisha katika kazi ya kuchagua viongozi wajao. Kwa hivyo wewe uko katika maeneo gani? Utakuwa ukiniambia pale inbox, niambie uko wapi ili tuweze kuchanganua na kukueleza utaenda kutafuta kura yako wapi. Kuna baadhi yetu tunazungumza juu ya distance, juu ya ubali huo, tutaenda kupiga kura wapi iwapo kura tunaichukua hapa. Kwa nyinyi ambao hamjapiga kura katika maisha yenu yote, wale vijana ambao wanaingia sasa, na ndio sasa ndio wakati utakapokuwa ukienda kutafuta kura. Kwa sasa tutaenda kutafuta kura mbali kidogo, tutaenda kutafuta kura maeneo ambayo yamewekwa na IEBC, na yale maeneo ambayo yamewekwa na IEBC kidogo yanaweza kuwa ni mbali na wewe, na itakuwa vema ili utakuwa ukituambia vipi, maana tunaanza kampeni hiyo. Wewe upo wapi? Na sisi tutakuwa tunakusikiza ili ya kwamba tuweze kuhakikisha kwamba katika maeneo yako na jinsi ambapo wewe ama mali ambapo upo tutaweza kunyoosheana vipi ili tuweze kwenda sote na kuwa na tukadike ya kwamba tuweze kupata kadi hiyo ya kura. Kwa hivyo wewe uko wapi? Eneo bunge lako ni lipi? Wewe uliopo katika eneo bunge ambalo hufahamu afisi zake ziko wapi? Wewe uliopo katika wadi na hujui wadi hii sasa afisi za IEBC zipo wapi, na kura sasa jiandikisha vipi? Basi ndio wakati, tafutana nami hapa ili tuweze kusonga mbele, na ni wito tu ambao tunatoa kwa kila mmoja ya kwamba tuweze kutafuta kadi ya kura. Na nimekuwa nikizungumza juu ya wale ambao wanataka kuwa MCAs hususan MCAs, manake hawa ndio watu wa karibu sana. Nyinyi ndio mnaweza kupata na kuandikisha watu wengi zaidi katika upigaji kura. Kwa hivyo wito wangu ni kwako wewe ambaye unataka kuwa MCA. Je, ni mbinu gani ungependa kutumia? Ungependa kufanya nini? Unataka nini kusaidika vipi ili kuweza kupata wapiga kura wengi? Kwa hivyo ni mbinu tu ambayo nataka kukupatia ya kuweza kupata wapiga kura wengi, na kwa kufanya hivyo pia tutakuwa tumepata wapiga kura wengi sana ili kuweza kufanya mabadiliko ambayo tunahitaji kuyafanya. Mabadiliko hayo, kumbuka kwamba mabadiliko ambayo unahitaji kuyafanya ni mabadiliko mazuri ambayo yanaanzia wapi? Tunakimbia sana kwenda kutaka kubadilisha viongozi mbalimbali. Kama huyu hapa ni kiongozi wa taifa William Samoei Ruto, ambaye kwa kiwango kikubwa vijana na watu wengine wanataka kubadilisha huyu bwana aweze kuondoka, na sasa tuweze kuwaleta wengine. Kama sasa huyu ni Matiang'i, huyu hapa ni nani? Huyu sasa ni Rigathi Gachagua, kuna William Samoei Ruto nimetaja, kuna wengine tu, kuna mimi ndio Sifuna, unakumbuka hiyo? Sote tuweze kuwajibikia jambo hili ili kuweza kupata mabadiliko ambayo tunahitaji. Kwa hivyo unahitaji kufanya nini? Utakapokuwa ukichukua kura yako, na kama umesaidika na ule mtu ambaye amekupeleka kuchukua kura, kumbuka kwamba una nafasi hii ya kupiga kura kwa ofisi ya kwanza, ni ofisi ya rais. Ukiteremka ukifanya kumchagua rais na naibu wake, utakuwa ukimchagua pia speaker, utakuwa ukimchagua seneta wa kaunti yako, utakuwa ukimchagua gavana wa kaunti yako, na vile vile mbunge wa eneo hilo. Utakuwa ukifanya uchaguzi kumchagua women rep
mwanamke ambaye atakuwa kuwakilisha kaunti hiyo, kuwakilisha kina mama katika kaunti, na vile vile utakuwa kufanya uchaguzi wa kumtafuta MC mwakilishi wa maeneo bunge la kaunti. Kwa hivyo sote tuweze kuwajibika, na mimi nasema niko kadi. Je, wewe?